Anasema, kwa hiyo nawasihi mimi niliye mfungwa katika Bwana, mwenende kama inavyostahili wito wenu. Wito gani huo? Kisoma maana pengine utagundua kwamba ni wito wa kuwa watakatifu. Hawa Waefeso waliitwa kuwa watakatifu. Sasa nikaanza kuchambua sana hapo kama muda mrefu sana. Kwa hiyo anasema mwenende kama inavyostahili wito wenu mlioitiwa, kwa unyenyekevu wote na upole, kwa uvumilivu, mkichukuliana katika upendo. Na hapo kimsingi ametaja baadhi ya vipengele vya tunda la Roho. Hapo maana yake tunatakiwa tuwe na hali ile, yani ni watu ambao tumestawisha tunda la Roho, inakuwa ni rahisi kuweza kuoperate vizuri katika huo mfumo wa kanisa la mahali pamoja. Ule mstari wa 3 nakuwa nasema, na kujitahidi kuhifadhi umoja wa Roho katika kifungo cha amani, mwili mmoja na roho mmoja, kama na mlivyoitwa katika tumaini moja la wito wenu, Bwana mmoja, imani moja, ubatizo mmoja, Mungu mmoja, naye ni Baba wa wote, aliye juu ya yote na katika yote na ndani ya yote. Lakini kila mmoja wenu alipewa neema kwa kadiri ya kipimo cha kipawa chake Kristo. Hivyo husema, alipopaa juu aliteka mateka, akawapa wanadamu vipawa. Basi neno hilo alipaa, maana yake nini kama sio kusema kwamba yeye naye alishuka mpaka pande zilizo chini za nchi? Naye aliyeshuka ndiye yeye aliyepaa juu sana kupita mbingu zote, ili avijaze vitu vyote. Naye alitoa wengine kuwa mitume. Unaona sasa mfumo aliotengeneza Yesu ambaye ndio Bwana wa kanisa. Sasa wanaanza kutajwa hawa ambao tunajua kwamba ni huduma tano za kanisa, na hizi ni leadership gifts, ni huduma zinazoliongoza kanisa. Nasema naye alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na waalimu, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe. Kwenye NIV anatumia lugha ya kwamba anasema kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke. Anatumia lugha ya preparing, yani ni kuwaandaa watu wa Mungu kwa kazi ya huduma. Na maana hawa watano hizi huduma tano hizi, kazi yake kubwa ni kuandaa ule mwili wa Kristo kwa kazi ya huduma, kuandaa, to empower. Na hicho ndicho ninachokifanya. Jamani, tuko pamoja? Maana mimi ni mmoja wa hao, mimi ni mchungaji, mimi ni mwalimu. Jamani, tuko pamoja? Kwa hiyo ule mstari wa 14 anaendelea kusema kwamba nirudie mstari wa 13. Anasema hata na sisi sote tutakapofikia umoja wa imani, sema umoja wa imani, na kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu, hata kufika kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo, ili tusiwe tena watoto wachanga, tukitupa huku na huku na kuchukuliwa na kila upepo wa elimu, kwa ila ya watu kwa ujanja, tukizifuata njia za udanganyifu. Lakini tuishike kweli katika upendo, na kukua hata tumfikie yeye katika yote, yeye aliye kichwa, Kristo. Katika yeye mwili wote ukiungamanishwa. Sasa sikiliza kwa makini, huo mstari wa 16 ndio penye kiini kabisa cha hoja yetu. Anasema katika yeye nani? Katika yeye nani? Katika yeye Yesu Kristo. Sema katika yeye mwili wote ukiungamanishwa na kushikamanishwa kwa msaada wa kila kiungo. Unakijua kiungo kimojawapo? Unakijua kiungo kimojawapo cha huo mwili? Kwa maana ya kanisa, unaweza ukakipoint hicho kiungo kimoja tu. Kiko wapi hicho kiungo? Ni kipi? Wengine hawajui. Wengine hawaoni. Ni kipi?
wa kwanza ni wewe. Yaani kabla ya kumtaja mtu mwingine unatakiwa ujitambue kwanza wewe kwamba ni kiungo katika mwili wa Kristo. Jamaa, tuko pamoja? Narudia tena, na hili ni la muhimu sana. Tambua kwamba wewe ni kiungo katika mwili wa Kristo. Hebu jisemee mwenyewe kwamba mimi ni kiungo katika mwili wa Kristo. Kwa hiyo anasema hivi, katika yeye mwili wote ukiungamanishwa na kushikamanishwa kwa msaada wa kila kiungo, sio kwa msaada wa baadhi ya viungo. Kanisa la leo tuna tatizo kubwa sana kwamba ni baadhi tu ya viungo ambavyo ndivyo vina operate, vingine ni dormant, kama vipo kama havipo hivi. Lakini hapa anasema kwa msaada wa kila kiungo. Kwa hiyo nyepesi ni kwa msaada wa kila mshirika. Yaani mfumo huu haumpi nafasi mshirika mwingine yeye kuhudumiwa tu bila yeye kushiriki huduma. Anahudumiwa na yeye lazima ahudumie. Anasaidiwa na yeye anatakiwa kusaidia. Ni sehemu ya mfumo. Kwa hiyo tunapozungumza habari za functional structures, mifumo ya kiutendaji, hii mifumo ya kiutendaji inamhusu kila mmoja wetu. Hakuna ambaye anaachwa pembeni, kwamba yeye anabaki kama mtazamaji. Hakuna nini unasemaga spectators nini? Wanaitaje nani watazamaji kwa Kiingereza? Spectators. Yeah. No spectators. Sio, yani hakuna nafasi ya watazamaji. Mchezo wa mpira huo unacheza watu wangapi? 22, si ndio? 12 timu hii, 11 timu hii, na ni 11 upande mmoja, si ndio? Kwa hiyo uwanjani pale wanakuwa wangapi? Wanakuwa 22. Aliye nje anaweza akawa wa reserve, yani ni mchezaji wa akiba, labda akiumia mchezaji hapa yeye ndo anachukua nafasi, kwa sababu mfumo ule hauruhusu watu zaidi ya hao 11 kwa timu moja. Alafu kama ni timu ambayo ni maarufu kwa Tanzania ni Simba na Yanga, ikiwa ni Simba na Yanga vinacheza, nataka nikwambie uwanja unajaa na wengine wanaweza wakakosa nafasi, kwa sababu hawa maelfu wanakuwa ni watazamaji. Kwa hiyo wanaocheza, walio ndani ya mfumo wanaocheza ni 22, lakini watazamaji ni maelfu. Kama sio mamia, basi ni maelfu, ni watazamaji. Na ni wale ambao kwa uwanjani tunasema idadi hiyo kwamba wamejaa uwanjani, lakini wengine wanafuatilia kupitia mitandao ya kijamii, wengine wanafuatilia kupitia TV, wengine wanafuatilia kupitia redio, na watangazaji wa mpira wanakuwa na umaarufu mkubwa sana. Enzi hizo wengi hawakuwa na TV, unakuta ni redio tu, watu wanafuatilia mpira kwa redio tu. Sijui anampasia nani, nakwambia watu wanasikiza kwa makini, wanashangilia. Hawawaoni wachezaji, lakini kuna mtu tu mmoja anasherehesha ule mchezo unavyoendelea kule uwanjani. Unaona? Sasa kanisa ndiko tunakoelekea. Kuna watu ambao wanajipa cheo cha utazamaji. Leo ninakikataa cheo hicho kwa jina la Yesu aliye hai. Sasa nimekataa mimi, na wewe kataa sasa akili yako. Mimi nimejikatalia mwenyewe tu. Wangapi wanakataa cheo cha utazamaji? Asante sana. Kwa sasa sisi wote tunacheza, tupo ndani ya mfumo wa utendaji, ila kila mmoja ana nafasi yake tofauti na mwingine. Nafasi zingine zinafanana, wanazifanya kwa kushirikiana. Ndio vipawa tulivyo navyo, ndio uwezo mbalimbali tulio nao. Vingine ni vipawa tu vya kawaida. Mwingine amesoma kwa sababu ya elimu alionayo. Kuna vitu ambavyo elimu itamsaidia kuvifanya vizuri akiwa ndani ya mfumo. Ni mfumo haumtemi ambaye hajasoma. Kuna vitu hata viweza, maana kwa mfano hatuwezi kumpa uhasibu wa kanisa mtu hajaenda shule. Jamani, ni kweli si kweli? Na tusiweze kusema kwamba tunabagua, hapana. Ndio hicho kipengele cha huduma ambazo zinazingatia vipawa vya watu au uwezo wa watu. Kwa hiyo mfumo
unaamini kila mmoja ana uwezo fulani, na kwa sababu hiyo huyu atafanya mengine ambayo mwingine hawezi kuyafanya, lakini mnakuja mwisho wa siku mnakamilisha lengo lile lile moja. Bwana Yesu atusaidie. Kwa hiyo Paulo anapoandikia hawa Waefeso ndio anayasema hayo. Narudia tena, maana hapo ndio penye pointi hasa. Katika yeye mwili wote ukiungamanishwa na kushikamanishwa kwa msaada wa kila kiungo, kwa kadiri ya utendaji wa kila sehemu moja moja, huukuza mwili upate kujijenga wenyewe katika upendo. Kwa ndugu zangu, tukiwa na nidhamu ni rahisi sana kujishikamanisha katika mfumo kanisa. Mungu atusaidie. Ukisoma Amos sura ya 3 ule mstari wa 3 anasema, je, watu wawili waweza kutembea pamoja isipokuwa wamepatana? Wasipopatana, yani ni lazima wawe na hali ya kupatana, hapa ndipo wanaweza wakatembea pamoja. Sisi kinachotufanya tuweze kuwa na hali ya kupatana ni nidhamu. Nidhamu ambayo inazingatia maongozi na maelekezo ya neno la Mungu na maongozi ya Roho Mtakatifu ambaye anatuongoza na kututia kwenye kweli yote. Jamani, tuko pamoja? Tunaangalia faida za kuwa na nidhamu. Namba 2, faida ya pili ni kuwa na uaminifu na utiifu kwa viongozi wetu. Uaminifu na utiifu kwa Kiingereza ni loyalty. Loyalty. Mtu ambaye ni mtiifu au ni loyal kwa kiongozi wake, yupo tayari kulipa gharama yote ile, lakini hawezi kumwacha kiongozi. Anakuwa mtiifu kwake, kila maelekezo, kila maagizo. Of course inategemeana ni mazingira gani. Kama ni mazingira ya jeshini, jeshi ambalo ni tiifu, ni loyal kwa kiongozi wao, wanatii amri yoyote wanayopewa bila maswali. Jeshini unaambiwa kwamba ukishaamliwa jambo, tii kwanza, maswali yatafuata baadaye, kwamba hivi ni kwa nini niliambiwa nifanye vile. Yaani hiyo ni baadaye. Wanazoeshwa hivyo ili ya kwamba wawe na utayari wa kutekeleza promptly, yaani kutekeleza kwa haraka agizo linalotokea. Maana maagizo mengine kianza mijadala na ufafanuzi mpaka mtu aelewe, alafu awe na uhuru wa kukubali au kutokukubali, mnaweza mkamalizwa na maadui. Jamani, tuko pamoja? Na ndio maana jeshini, miongoni mwa vitu ambavyo vinapewa uzito mkubwa sana ni nidhamu. Nidhamu. Alexander the Great, Iskanda Mkuu, alianza kutawala akiwa na umri mdogo sana, na akateka sehemu kubwa sana ya dunia ya wakati huo. Sasa alipoenda kwenye mji fulani wa taifa fulani hivi ambalo nalo lilikuwa na nguvu na lina majeshi mengi kuliko hata ya Iskanda Mkuu, yule mfalme akawa anagoma kusubmit, yani kusalimu amri. Anagoma kusalimu amri, kwamba atapambana na watu wake. Wameshindwa wengine, lakini yeye hatashindwa. Kwa hiyo Iskanda Mkuu alifanya kitu cha kumwonyesha vile ambavyo jeshi lake haiwezekani likashindwa. Na sababu ya jeshi kutokushindwa, jamani, hii maiki simnibadilishie jamani, mbona nakatakata? Shida ni nini huko studio? Sababu ya nguvu yao ya ushindi ni nidhamu. Walikuwa wako mahali fulani hivi juu sana. Sasa hii tunaita nini? Ni klifu kwa Kiswahili, sijui tunahitaje. Ina maana kuna, sasa labda nitumie lugha ambayo tutaielewa, kwamba chukulia uko juu alafu kuna gema. Yaani unakuja alafu ukifika mahali huko ni nini? Ni gema refu sana huko.